Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda amesema serikali imejipanga kuimarisha ubora wa elimu hapa nchini kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kupitia mradi wa kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari nchini SEQUIP, ambao unawapa walimu mbinu bora na za kisasa ili kuwafundisha wanafunzi. Profesa Mkenda amesema hayo Machi 28 mwaka huu wakati akifunga mafunzo ya walimu wa shule za sekondari wanaofundisha masomo ya sayansi na hisabati yaliyofanyika mkoani Singida, ambapo amesisitiza mradi wa SEQUIP unalenga kuwajengea walimu uwezo wa kufundisha masomo ya hisabati na sayansi kwa njia bora ili wanafunzi waweze kuelewa na kumudu masomo hayo. Aidha, Profesa Mkenda amesema kupitia Dr. Samia Scholarship zaidi ya wanafunzi 600 waliohitimu kidato cha 6 na kufaulu kwa alama za juu katika masomo ya sayansi na hisabati wamepata ufadhili wa masomo katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini. Katikati yake ni walimu. Mlimsikia mwenyewe, sio jamani? Na akasema anajua kuna kazi kubwa ya kushikamana na walimu na kuangalia maslahi ya walimu. Hiyo kauli ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo yeye kwa kauli yake alitoa pale Dodoma, unajua anafikiria nini kuhusu walimu, anapanga nini kuhusu walimu, na walimu wetu wote Tanzania ni sehemu chini ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kila siku hali itazidi kuwa bora zaidi yajayo kwa walimu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI ambao tunafanya nao kazi bega kwa bega. Ndugu yangu Singo, siku hizi huko tena kule kwenye yale mambo yale. Ngawaje na shangaa kuna timu ilikuja Singida, sasa kwa sababu ulikuwa huko Singida ndio Singida. Baki wengine walikuwa Misri, wengine Morocco, wengine Singida. Nashukuru sana wenzetu wa mkoa wa Singida, ndugu yangu Gondwe, kwa kupokea umati huu wa walimu. Kanao vizuri mpaka hapa, naona wako salama na bashasha kubwa, na naamini wakiondoka watatamani kurudi hapa Mei Mosi kwa sababu ya muda waliokaa hapa na wametumia vizuri sana. Asante sana. Sasa huu mradi wa SEQUIP ambao ndio hasa umewezesha kongamano hili ni mradi ambao ulianzishwa kwa maelekezo ya rais wetu na una vipengele vingi. Kikubwa kuliko vyote ni miundombinu. Hivyo kimsikia kama mkuu wa mkoa Kitama tunajenga shule nzuri sana. Ni huko kwenye SEQUIP. Sekondari mpya zinajengwa nyingi huko kwenye SEQUIP. Lakini rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo mahususi kwamba msiishie kwenye miundombinu, walimu na wenyewe wapate fursa. Zamani walimu wako darasani, mwalimu na chaki na mwalimu, mwalimu na daftari na mwalimu, mwalimu na wanafunzi, wanafunzi na walimu. Muda gani wanatoka kidogo kubadilishana mawazo? Mafunzo kama haya ni fursa ya kusocialize vile na walimu wengine na kutoka na kuona sehemu nyingine na kujifunza. Kwa hiyo aliagiza, pamoja na kwamba program ina fedha kubwa nyingi zinaenda katika miundombinu kama ambavyo mtakuwa mnafahamu huko kote mlikotoka, alisema tusisahau nafasi ya walimu, nafasi ya rasilimali watu, kwa maana ya kukaa walimu kwa pamoja kuongeza uwezo siku moja hadi nyingine. Kwa hiyo tumshukuru sana rais wetu kwa sababu ya fursa hii kubwa iliyopatikana na ambayo chini ya uongozi wake na wahakikishia itakuwa endelevu. Si mara ya mwisho nyie kukutana tena hivi katika. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi sehemu ya mafunzo ya ualimu nchini, Huruma Mwageni, amesema kuwa mradi huo wa SEQUIP umewanufaisha walimu 40,000 wanaofundisha masomo ya sayansi na hisabati katika mikoa yote hapa nchini, huku Singo Yusufu ambaye ni mwakilishi wa TAMISEMI akiamini kuwa wanafunzi wengi watafutiwa kusoma masomo ya sayansi kwa sababu walimu wamejengewa uwezo wa kufundisha mada ngumu kwa njia rahisi. Rajab Mokiwa, Moka Media. Ili uwe wa
kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.